Onyesha hali katika sentensi ifuatayo. Miti hukatwa kila siku duniani. Kuna hali ya mazoea, kuna hali timilifu. Hali hizi zina viambishi tofauti tofauti. Kwa mfano, hali ya mazoea hutumia kiambishi hu. Mtoto hulia, hucheza, hucheka. Hu, kiambishi hu. Timilifu hutumia kiambishi me. Ameimba, amecheza, amekula. Hali timilifu. Sentensi hii inasema kuwa miti hukatwa kila siku duniani. Kitenzi ndio hiki, miti hukatwa kila siku duniani. Imetumia kiambishi hu, kumaanisha kuwa sentensi hii ipo katika hali ya mazoea. Hili ndilo jibu, alama moja. Andika katika wingi. Ndege hilo lilipaa angani likapotelea kwenye upeo wa jicho. Sentensi hii ipo katika ukubwa. Sentensi zote ambazo zipo katika ukubwa huwa katika ngeli ya lia. Hivyo wakati unaweka sentensi hii katika wingi, lazima sentensi ibaki katika ukubwa. Kwa mfano, tuandike jibu. Ndege itakuwa nini? Ndege itakuwa madege. Hilo itakuwa hayo. Lilipaa, yalipaa, angani itabaki, likapotelea, yakapotelea, kwenye upeo itakuwa peo za macho. Tuandike madege hayo yalipaa angani yakapotelea kwenye peo za macho. Madege hayo yalipaa angani yakapotelea kwenye peo za macho. Alama 2. Swali la 3. Andika upya kwa kufuata maagizo. Wanafunzi wa shule hiyo walipoanguka mtihani wao, mwalimu mkuu alikuwa na hofu na wasiwasi. Anza kuanguka. Wanafunzi wa shule hiyo walipoanguka mtihani wao, mwalimu mkuu alikuwa na hofu na wasiwasi. Anza kwa neno kuanguka. Jibu litakuwa kuanguka kwa wanafunzi. Kuanguka kwa wanafunzi wa shule hiyo katika mtihani kulimfanya mwalimu mkuu awe na hofu na wasiwasi. Kuanguka kwa wanafunzi wa shule hiyo katika mtihani kulimfanya mwalimu mkuu awe na hofu na wasiwasi. Alama 2. Swali la 4. Andika kinyume cha sentensi hii. Zisuke nywele za msichana huyu ukifumba macho. Zisuke nywele za msichana huyu ukifumba macho. Hivyo tutaangalia vinyume vya neno zisuke na ukifumba. Zisuke ukiweka katika kinyume itakuwa zisukue. Zisukue. Kifumba itakuwa ukifumbua. Hivyo sentensi itakuwa zisukue nywele za msichana huyu ukifumbua macho. Zisukue nywele za msichana huyu ukifumbua macho. Nomino hatuweki katika vinyume. Ni vitenzi ambavyo tutaviweka katika vinyume. Hivyo tupata alama 2. Swali la 5. Swali la 5. Andika sentensi ifuatayo kwa usemi taarifa. Andika sentensi ifuatayo kwa usemi taarifa. Jana nilimkuta Zebeida papa hapa akilia, Yohana alisema. Usemi taarifa. Jana nilimkuta Zebeida papa hapa akilia, Yohana alisema. Wakati unaweka sentensi hizi katika usemi wa taarifa, kuna maneno ambayo lazima yatabadilika. Kwa mfano, neno jana litakuwa siku iliyotangulia. Kisha neno hapa itageuka iwe hapo. Tuandike katika usemi wa taarifa itakuwa Yohana anaripoti. Itakuwa Yohana alisema kuwa siku iliyotangulia alimkuta Zebeida papo hapo akilia.
Yohana alisema kuwa siku iliyotangulia alimkuta Zebeida papo hapo. Unaweza kusema pia Yohana alisema kwamba siku iliyotangulia alimkuta Zebeida papo hapo akilia. Bado ni sahihi. Swali la 6. Onyesha shamirisho kipozi na kitondo katika sentensi hii. Onyesha shamirisho kipozi na kitondo katika sehemu hii. Mwalimu aliwapa wanafunzi zawadi kwa kupita mtihani vizuri. Mwalimu aliwapa wanafunzi zawadi kwa kupita mtihani vizuri. Shamirisho ni